Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Mahasin TV. Ni yangu matumaini ubuheri wa afya popote pale ulipo. Ni ukaribishe katika kapu la habari siku hii ya leo. Jina langu ni Zuberi Mgaya. Nitakupitisha kwa upande wa habari za kitaifa na katika upande wa habari za kimataifa Hilali Sefu Riami. Hapo baadaye nitamwalika kwa ajili ya kupitisha katika yote na yote hayo yaliyojiri nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini awali ya yote mtazamaji, ni kupitisha katika muktasari ya miongoni mwa machache katika mengi ambayo tutakuwa nayo katika siku hii ya leo. Mkuu wa wilaya Tanganyika ataka kasi iongezwe ujenzi wa zahanati ya Infinsi kata ya Tongwe. Polisi wana maji kuendeleza utoaji elimu kudhibiti ajali za majini. Na katika habari za kimataifa, Kenya na Uingereza kuanza tena mafunzo ya pamoja ya kijeshi. Naam, mtazamaji, nikukumbushe tu kwa mbali na kufuatilia matangazo haya kupitia katika kisimbuzi chako cha Azam TV, lakini pia unaweza kuyafuatilia matangazo haya kupitia katika mtandao wa YouTube endapo ukiandika Mahasin TV official channel, utavinjari huko kapu la habari pamoja na vipindi mbalimbali. Lakini pia unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia Azam Max app. Tulianza kapu la habari siku hii ya leo tukianzia huko mkoani Katavi. Wananchi wa kitongoji cha Infisi kata ya Tongwe wilaya Tanganyika mkoani Katavi wanatarajiwa kunufaika na huduma za afya karibu na makazi yao baada ya serikali kuendelea na ujenzi wa zahanati ya Infinsi, mradi unaolenga kuondoa adha ya kusafiri zaidi ya kilomita 50 kufuata huduma za afya katika zahanati ya Mjalila katika eneo la Mpanda Ndogo. Rajab Shaban Matuga anatuarifu zaidi. Hatua hiyo imekuja kufuatia malalamiko ya wananchi walioelezea kutoridhishwa na kasi ndogo ya ujenzi inayotaja kusababishwa na upungufu wa saruji. Je, kasi ya ujenzi inawaridhisha? Kimsingi hatujaridhika nao kutokana na ucheleweshaji wa vifaa. Maana sababu tunazoambiwa ni kwamba bado hatujapata ufumbuzi mzuri wa vifaa hivi kuja. Akikagua maendeleo ya ujenzi wa zahanati hiyo, mkuu wa wilaya ya Tanganyika Onesmo Buselu ameelekeza kuongeza kasi ya utekelezaji wa mradi ili ukamilike kwa wakati na kuanza kutoa huduma kwa wananchi ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakikabiliwa na changamoto ya upatikanaji wa huduma za afya. Kaya ofisini njoni site, huku ndo kuna matatizo ya watu. Sasa mmekaa ofisini muda wote, wiki nzima na nusu, kazi haiendelei, mko huko mtatui tatizo. Sisi tuliokuja leo, sasa mimi nawaambia kwamba mkiona kazi tena imesimama, wewe hujanipa taarifa, hujanipa taarifa. Wale wenye uchungu na kazi hii wametoa taarifa. Ninyi msio na uchungu mmekaa kile mmeandika nini? Au uchungu nao lakini sio kidogo. Kwanza tumechelewa, hata tena tunaenda kwa uzembe. Anayetakiwa kuleta mchanga uji leo. Simenti inakuja leo. Kesho fundi waendelee. Katika hatua nyingine, mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU wilaya ya Tanganyika Kichere Chacha Mwita amewataka wasimamizi wa mradi kuhakikisha nyaraka zote za mradi zinahifadhiwa ofisi za serikali zilizo karibu na eneo la mradi badala ya kuzitunza majumbani. Kwa hiyo wiki ijayo pia ni sehemu pia ofisi yetu itakuja kuangalia pamoja na wengine kufuatilia hiki, kwa sababu kadri tunavyochelewa kwenye mradi gharama zinapanda. Simenti umesikia, hata kiwandani wamesema gharama zimeongezeka. Kama gharama zimeongezeka na sisi kama tumechelewa kuanza mradi, ina maana gharama za simenti zitaongezeka. Na mwishoni kabisa ndio mambo yale kwamba tunaomba tuongezewe fedha, mradi umekwama. Ndio changamoto. Alafu mwalimu, natunza vitabu nyumbani kwako haiko sawa. Tunza ofisini, si ofisi ya hapo ya serikali. Na mitasa hii tumekuelekeza, tafuta faili uweke.
Naam, shukrani sana Rajab Shaban Matuga kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea huko mkoani Katavi. Mtazamaji, turejee sasa hapa mkoani Mwanza ambapo jeshi la polisi kikosi cha wanamaji limesema litaendelea kutoa elimu kwa wananchi wote wanaoishi pembezoni mwa Ziwa Victoria pamoja na watumiaji wa vyombo vya majini ili kupunguza vifo vinavyotokana na ajali za majini. Nuhu Kasim Stima anatuarifu zaidi. Ameyasema hayo mkufunzi wa chuo cha polisi wanamaji mkoa wa Mwanza, mrakibu mwandamizi wa jeshi la polisi SSP Abdul Haji Mkombe, wakati akimwakilisha mkuu wa chuo cha wanamaji katika maadhimisho ya siku ya kuzuia kuzama majini duniani yaliyofanyika katika fukwe za Bismarck Rock jijini Mwanza. Tumekuwa tukitoa elimu katika maeneo mbalimbali ikiwemo mashule, mialo ambazo shughuli zao mara nyingi zinakuwa zinahusisha majini, ili kuwapa elimu na kupunguza idadi ya vifo, kwamba takwimu za kidunia zinaonyesha watu takriban 236,000 kwa mwaka wanapoteza maisha, na zaidi ya 80% ya watu hao ni wavuvi. Kwa hivyo sisi kama jeshi la polisi ambao tuna dhamana ya kushughulikia usalama wa majini, kuhakikisha usalama wa raia na mali zao katika maeneo ya maji, tumeona iko haja ya kushiriki katika tukio hili ili na sisi kutoa mchango wetu kuhakikisha tunapunguza idadi ya vifo vinatokana na kuzama kwenye maji. Kwa upande wake mrakibu msaidizi wa jeshi la zimamoto na uokoaji ASF Priska Laway amesema jeshi hilo limeendelea kuwafikia wadau wa sekta ya usafirishaji majini, wavuvi pamoja na wananchi wanaoishi pembezoni mwa Ziwa Victoria kwa ajili ya kuwapatia elimu ya kujiokoa katika ajali za majini. Ili kuweza kuzuia vifo vinavyotokana na ajali za majini, jeshi la zimamoto tumekuwa tukitoa elimu. Tumeshiriki vema katika utoaji wa elimu kwa wavuvi, wananchi, hasa wanaokaa pembezoni mwa Ziwa Victoria, ili kuhakikisha wanakuwa na ABCs, namna ambavyo wanaweza kuchukua tahadhari wanapokuwa wanatumia vyombo vya kusafiri majini, lakini wanapokuwa wanaendelea na shughuli zao za kiuchumi kando na pembezoni mwa Ziwa Victoria. Mitumbwi hii wamekuwa wakisafirisha abiria ambao tunaita utalii wa ndani, kwa maana ya kutoka hapa Bismarck Rock wanaenda Sanane, Mwaloni mpaka Alovera. Pia imekuwa ni hamasa na inawaingizia vipato vijana ambao wanajishughulisha na hii kazi. Akizungumza kwa niaba ya mgeni rasmi ambaye ni mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda, mkuu wa wilaya ya Ukerewe Christopher Ngubia Gai ameelezea mikakati ya serikali katika kupunguza vifo vinavyotokana na ajali za majini. Serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeendelea kuimarisha kuzuia kuzama kwa maji na kuboresha uokoaji, ambapo taasisi muhimu ikiwa pamoja na uhamiaji, polisi wanamaji, mamlaka za bandari na uvuvi zinafanya kazi kwa karibu zaidi kuliko hapo awali. Polisi wanamaji na jeshi la zimamoto na uokoaji wamekuwa wakipewa mafunzo mara kwa mara ili kuweza kukabiliana na majanga yote ya majini wakati wote. Lakini sambamba na hilo, serikali imeendelea kununua vifaa mbalimbali ambavyo ni madhubuti kwa ajili ya kusaidia katika uokoaji wa wananchi wanaopata majanga kwenye Ziwa Victoria wakati wote. Naam, shukrani sana Nuhu Kasim Stima kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea hapa mkoani Mwanza. Mtazamaji, bado tunaendelea na kapu la habari kitaifa. Hivi sasa tuelekee huko mkoani Tabora. Jeshi la polisi mkoa wa Tabora limewataka wazazi na walezi kutimiza wajibu wao katika malezi na makuzi ya watoto ili kujenga kizazi chenye maadili mema, pamoja na kushirikiana na jeshi hilo kuibua wahalifu na vitendo vya uhalifu kwenye jamii ili viweze kuchukuliwa hatua. Kutokea huko mkoani Tabora, mwanahabari wetu Saidi Othman Kapalila anatuarifu zaidi. Wito huo umetolewa na mkuu wa polisi jamii wilaya ya Tabora, mrakibu wa polisi Eustatoni Oiso, kwa niaba ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora, wakati akizungumza na wananchi katika mtaa wa Kuibiezi, kata ya Tambukareli, manispaa ya Tabora, ambapo hapa kuhusu malezi ya watoto anatoa kauli ya jeshi hilo. Lazima tutengeneze familia bora. Lazima mwanao anapotoka jioni muulize unaenda wapi. Mtoto na chini ya miaka 18 umevaa kanguo kafupi hivi, unaenda wapi? Kijana wa kiume lazima ufuatilie mienendo yake. Kijana anavaa nguo hazieleweki, ana makundi haeleweki, sehemu za ibada hatumuoni, kama aswali anafanya nini?
Manake iko kinyume na upande mwema, sio? Aidha, kuhusu wananchi kushirikiana na jeshi la polisi kuibua wahalifu na vitendo vya uhalifu katika jamii, mrakibu wa polisi Stratoni Oiso anatoa salamu za jeshi hilo. Naomba ushirikiano wa dhati kwa jamii yote ya Tabora katika kutokomeza uhalifu kwa kutoa taarifa za uhalifu. Swala la ulinzi na usalama ni letu sote kwa pamoja, lazima tushikamane. Kwa hiyo tunawaomba kwa pamoja tushirikiane. Swala la ulinzi na usalama halijawahi kuwa la mtu mmoja, wala sio la taasisi fulani peke yake. Sisi ni waratibu tu. Lazima tushikamane kwa pamoja kuhakikisha Tabora yetu inakuwa salama. Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wanabainisha utayari na umuhimu wa kushirikiana na jeshi la polisi katika kukabiliana na uhalifu katika jamii pamoja na malezi mema kwa watoto. Mimi naliona hilo jambo ni zuri na lina faida kubwa sana, kwa sababu sisi jamii ndio tunaishi na watu wote. Tunajua watu wazuri na wabaya. Kwa hiyo ina maana sisi tuna uwezo wa kutoa taarifa pale tunapoona kwamba kuna mazingira ambayo sio na mhalifu akaweza kupatikana. Na tunashukuru kwamba kwa kuja kutukumbusha katika swala la malezi, kwa sababu mtoto anapokuwa akilelewa katika malezi mazuri na jamii ikawa imehusishwa katika malezi yale kwa ujumla, inakuwa ni sababu ya kutengeneza taifa lilokuwa bora. Kwa kweli swala la uhalifu ni jambo ambalo ni baya sana, halipendezi hapa duniani, mpaka kwa Mwenyezi Mungu pia halipendezi. Hali hii inasaidia sisi tunaposhirikiana na jeshi la polisi, jamii nyingine kuona kwamba ni kweli kuna haja ya watu kuingia katika maadili mazuri. Kutoka Tabora, Saidi Kapalila, Mahasin TV. Naam, shukrani sana Saidi Othman Kapalila kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea huko mkoani Tabora. Mtazamaji, tuelekee huko mkoani Tanga ambapo serikali kupitia idara mazingira na maliasili kwa ushirikiano na wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS mkoani Tanga imewaomba wadau mbalimbali wanaoishi katika mwambao wa pwani kushirikiana pamoja na serikali katika zoezi la upandaji wa mikoko ili kulinda na kurejesha uoto wa mikoko katika maeneo hayo. Tupate taarifa kamili na Hilali Sefurian. Rai hiyo imetolewa na mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Buriani katika maadhimisho ya siku ya mikoko duniani yaliyofanyika mkoani humo, akisema zoezi hilo litasaidia kulinda maeneo ya pwani pamoja na viumbe bahari. Napenda kutoa wito kwa viongozi wa serikali za mitaa, vikundi vya wavuvi, vijana, wanawake, wanafunzi na wadau wote wakiwemo na vijana wetu wa Scouts kuendelea kushiriki kikamilifu katika jitihada za uhifadhi wa mikoko. Aidha, na wahimiza wananchi kuendelea kuzingatia sheria na taratibu za usimamizi wa misitu ili kuzuia uharibifu wa mazingira ya pwani. Meneja wa rasilimali za nyuki TFS kamishna msaidizi mwandamizi Hussein Msuya ameelezea faida za kupanda mikoko na kuitunza katika maeneo ya pwani, ikiwemo kulinda uoto wa asili katika maeneo hayo. Mikoko ina mchango mkubwa katika kuhifadhi bayoanuai, kulinda fukwe dhidi ya mmomonyoko, kuhifadhi kaboni pamoja na kuimarisha uchumi wa jamii zinazozunguka maeneo hayo na uchumi wa taifa kupitia utalii, ekolojia na shughuli zingine za uchumi wa bluu. Serikali kupitia Wizara ya Maliasili na Utalii, hususan Tanzania Forest Service Agency, ina jukumu la kutunza, kusimamia na kuhifadhi maeneo ya mikoko nchini kwa kushirikiana na wadau mbalimbali. Kwa upande wake, mratibu wa mwambao Samir Mashaka ameelezea idadi ya vitalu vilivyopo kwa ajili ya kusambaza mikoko katika maeneo yote ya mwambao wa pwani. Kama mwambao mpaka sasa tulikuwa tuna vitalu 10 ambavyo vilikuwa vimebeba miche 42 ya mikoko, na katika miche hiyo tumesharejeshea miche 21 na zoezi tumeshaachia jamii, kwa hiyo linaendelea. Baada ya muda fulani tunaamini miche yote ambayo ilikuwa kitaluni itakuwa imeisha na jamii itakuwa ina uwezo wa kuendelea sasa kuanzisha vitalu na kuendelea na zoezi la urejeshaji. Tumesupply mbegu kutoka kwenye vitalu vyetu ambapo ni mbegu za Avicennia marina, mchu, Cereops tagal pamoja na Rhizophora mucronata, mbegu ya mkoko. Wataalamu wa tiba asili mkoani Mara wametakiwa kuchukua tahadhari juu ya huduma wanazozitoa, hususan kwa magonjwa yasiyowezekana kuyatibu, kutoa taarifa za mapema kwenye hospitali za wilaya na rufaa ili kuepusha usugu na hatari kwa wagonjwa hao.
Tupate taarifa kamili. Wito huo umetolewa na mganga mkuu wa wilaya ya Butiama, Dr. Stanley Mwakyusa, wakati wa ugawaji wa vyeti kwa wataalamu hawa wa tiba asili ili kufanya kazi zao kwa kuzingatia sheria. Dr. Mwakyusa amewataka wataalamu hao kujihusisha pia katika zoezi la upandaji miti kwa kutoa ushauri utakaosaidia kulinda na kuitunza baadhi ya miti kwa ajili ya matumizi ya tiba mbadala. Mnapanda hiyo miti, kesho na kesho kutwa imekuwa, basi unaenda kupata dawa pale, unaendelea kuhudumia. Kwa hiyo sisi tunaweza tukawa tunakazana kwenye vituo vyetu kupanda miti ya matunda nini na nini, lakini kumbe kuna miti mingine nyie wataalamu mnaijua, sawa, kwamba mti huu ni dawa, baada ya miaka 3-4 utakuwa umekua. Basi sababu hata ukiwa Rorya, kama Rorya hamna huo mti, si utakuja Butiama kuutafuta. Uongozi wa wataalamu wa tiba asili nchini wamesisitiza ushirikiano kwa serikali katika utendaji kazi wao na kujiepusha na masuala ya ramli chonganishi katika jamii. Ni siku ya kuthibitisha kwamba wataalamu wa tiba asili wanaendelea kujifunza, kuboresha na kuimarisha huduma na afya kwa wananchi. Elimu ndiyo msingi wa taaluma imara, ndiyo msingi wa huduma bora. Kitu ambacho nawaomba, tushirikiane kwa pamoja. Tushirikiane na serikali, usiache serikali nyuma. Polisi akikuuliza kitu, mweleze wazi. Kwa nina kitu fulani hivi na hivi. Hata kija kwako sio na wasiwasi. Kwa upande wao, baadhi ya wataalamu wa tiba asili waliohudhuria mafunzo hayo wameelezea jinsi watakavyonufaika na mafunzo hayo katika utendaji kazi wao kwa kuzingatia sheria na kanuni zilizowekwa na serikali. Tuwe tunatoa tiba sahihi, anapokuwa amezidiwa mgonjwa zaidi, kutoa rufaa tuwe tunajitahidi kuwahi. Tunasema hilo tutalitekeleza kwa ufanisi mkubwa. Kifupi, nimemwelewa mgeni rasmi. Ametuasa kwamba tusiweze kukaliza mgonjwa endapo tunamwona hali yake sio na pengine ni kitu akiendani na matibabu ya asili. Inatakiwa tumuone kama jinsi alivyoweza kuwa amechoka au aisho hospitalini, anaweza akawa na upungufu wa damu au maji. Hatutaweza kupata utambuzi sisi. Naam, mtazamaji, tukiachana taarifa hiyo kutokea huko mkoani Mara, hivi sasa tuvuke maji tuelekee huko katika visiwa vya Marashi ya Karafuu na uchumi wa buluu kwa kisiwani Unguja, ambapo mkuu wa mkoa wa Kusini Unguja Bi Hamida Musa Hamis amewaapisha masheha 17 wapya aliowateua hivi karibuni, akiwasisitiza kuzingatia sheria za tawala za mikoa na serikali za mitaa ya mwaka 2014 inayobainisha sifa, wajibu na mazingira yanaweza kuondolewa madarakani kwa masheha. Rajab Shaban Matuga atuarifu zaidi. Akizungumza huko Tunguu mara baada kuapisha masheha hao 17 wapya, mkuu wa mkoa wa Kusini Unguja Bi Hamida Musa Hamis amesema safu mpya ya uongozi kwa ngazi ya shehia imepangwa kwa mujibu wa sheria ya tawala za mikoa na serikali za mitaa ya mwaka 2014. Mabadiliko ya masheha yanatokana na matakwa ya kisheria kama nilivyosema, lakini huwa kuna sababu zinazotupelekea kutumia vifungu vilivyoruhusiwa na sheria hizo kuweka masheha wapya pale inapobidi kufanya hivyo. Wapo baadhi ya masheha ambao tumewaondoa kwa sababu ya kushindwa kutekeleza majukumu yao ya msingi na hivyo kupelekea kuyumba kwa utekelezaji wa shughuli zetu za serikali kwenye maeneo ya. Aidha, Bi Hamida amewataka masheha hao kutekeleza majukumu yao kwa uadilifu, uwajibikaji na usawa bila ubaguzi wa aina yoyote. Tuna changamoto kubwa ya ubinafsi, umimi, au pengine uzawa unatuumiza au unatufanya tujisahau kwenye kusimamia wajibu wetu. Masheha tufanye wajibu kwa mujibu wa sheria na miongozo ya nchi. Na usipotekeleza wajibu huo vizuri, ndipo unapojikuta uzawa umeuweka mbele kuliko utekelezaji wa majukumu yako kwa mujibu wa sheria. Naomba kwenye hili kila mmoja ajitathmini mwenyewe. Kwa upande wao, baadhi ya masheha waliopokea majukumu hayo wameihakikishia serikali pamoja na wananchi kufanya kazi kwa uaminifu na mashirikiano ili kuhakikisha huduma bora zinawafikia wananchi na maendeleo ya shehia zao yanapatikana. Wategemee mazuri kwa upande wangu na wategemee mabadiliko kidogo kwa upande wangu. Mimi nakwambia wanawake wanaweza wakawezeshwa.
au wakajiwezesha wenyewe? Nategemea wananchi wangu katika sheria yangu mbadiliko uliokuwepo sasa hivi. Na uliotoka mwanzo na tutubadilishe mfumo ule. Sababu wote wakae au mzuri kabisa. Naam, shukrani sana Rajabu Shaban Matuga kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea huko katika visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu huko kisiwani Unguja. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo tunaweka nukta kwa upande wa habari za kitaifa. Hivi sasa tunapata wasaa kwenda kupoza koo kwa sekunde chache. Tukirejea ni wasaa mwingine wa kuzifahamu zile taarifa mbalimbali ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania. Nikusihi na nikuombe tu mtazamaji, endelea kusalia papo hapo katika runinga yako kufuatilia chaneli hii nambari 455 Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Naam, nimerejea kwa mara nyingine tena mtazamaji wa Mahasin TV, na nisiwe mchoyo wa fadhila kukupongeza wewe ambaye umeamua kusalia nami hapa katika Kapu la Habari. Na kwa wewe kama ndio kwanza unaungana nami, kipindi hewani ni Kapu la Habari, ambapo hivi sasa namkaribisha Hilali Seif Riami kwa ajili ya kupitisha katika yote na yote yaliyojiri nje ya mipaka ya Tanzania. Katika habari za kimataifa tunaanzia huko nchini Kenya. Serikali ya Kenya imetangaza kuanza tena kwa mafunzo ya pamoja ya kijeshi kati ya Kenya na Uingereza katika kituo cha mafunzo cha jeshi la Uingereza nchini Kenya, Batu, kilichopo Nanyuki, siku chache baada ya kuwepo kwa sintofahamu kuhusu kusitishwa kwa zoezi hilo. Katika taarifa iliyotolewa Jumanne wiki hii, waziri wa mambo ya nje wa Kenya Musalia Mudavadi alisema hatua hiyo inaonyesha uhusiano wa muda mrefu kati ya mataifa hayo mawili unaojengwa kwa kuheshimiana na kushirikiana kwa njia yenye tija. Mudavadi alisema uamuzi huo unaonyesha kuwa nchi hizo mbili zina uwezo wa kutatua changamoto kupitia mazungumzo, huku zikiendelea kudumisha ushirikiano wao wa kimkakati. Ushirikiano wa ulinzi kati ya Kenya na Uingereza unaendelea kuimarisha maslahi ya kitaifa ya Kenya, unaongeza uwezo wa vikosi vya ulinzi vya Kenya KDF, unachangia amani na usalama katika eneo hilo, pamoja na kuunga mkono ajira na biashara za Wakenya, na unaleta manufaa makubwa ya kiuchumi kwa jamii wenyeji. Mudavadi aliongeza kuwa Kenya itaendelea kujikita katika kuimarisha ushirikiano wa ulinzi na Uingereza, pamoja na kuendeleza juhudi za pamoja za kukuza amani, usalama na utulivu katika eneo la Afrika Mashariki. Awali Uingereza ilitoa taarifa ikisema imehamisha shughuli zake za kijeshi kutoka Kenya hadi nchi jirani baada ya leseni kukosa kuidhinishwa, na kuongeza kuwa mazoezi yote ya kijeshi yanategemea ruhusa kutoka kwa serikali ya Kenya. Kwingineko, shirika la kukabiliana na majanga nchini Japan limesema watu zaidi ya 13 wamefariki dunia nchini humo kwa tetemeko kubwa la ardhi, huku idadi ya waliofariki ikihofia kuongezeka. Miongoni mwa 13 hao waliofariki wanajumuisha watu wawili waliokuwa katika jengo moja kubwa lenye maduka lililoharibiwa vibaya na mlipuko uliotokea baada ya tetemeko hilo. Watu wengine 3 wamefariki katika eneo la kusini magharibi la Kumamoto ambalo pia lilikumbwa na tetemeko hilo. Serikali ya eneo la Kumamoto ilimesema mapema kuwa waokoaji katika jengo hilo lenye maduka Iron Mall Kumamoto likulitokea mlipuko huo wamefanikiwa kuwaokoa watu 8. Kati ya hao 8, wanawake wawili waliokuwa na umri wa miaka 20 wamethibitishwa kufariki dunia, huku mtu mwingine akidaiwa kuwa katika hali mahututi.
Akizungumza na waandishi wa habari kutoka kwenye ofisi yake huko Tokyo, Waziri Mkuu wa Japani Sanae Takaichi amesema mamlaka bado zinatathmini uharibifu kamili uliofanywa katika eneo hilo ambalo mwongo mmoja uliopita lilikumbwa na tetemeko kubwa la ardhi pia. Na Rais Donald Trump wa Marekani amekubali kuipatia kibali Ukraine cha kutengeneza mfumo wa kujilinda na mashambulizi ya makombora wa Patriot. Hatua hiyo itaisaidia Kiev kuimarisha uzalishaji wa mifumo ya kujilinda na mashambulizi ya anga ambayo imesema inahitaji haraka. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema hayo katika mahojiano na kituo cha utangazaji cha Fox News baada ya kukutana na Trump na kuongeza kuwa walikuwa na mkutano mzuri. Hata hivyo, ikulu ya White House haijasema chochote ilipoombwa kuzungumzia hatua hiyo. Mifumo hiyo ya Patriot ndiyo pekee inayoweza kuisaidia Ukraine kujilinda dhidi ya makombora ya Urusi. Mapema mwezi huu Trump aliahidi kuipa kibali Kiev kutengeneza mifumo hiyo nchini Ukraine pembezoni mwa mkutano wa jumuiya ya kujihami ya NATO mjini Ankara nchini Uturuki. Hilal Sefuriami, Mahasin TV. Naam, shukrani sana Hilal Sefuriami kwa masimulizi ya taarifa hizo ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania. Na mtazamaji, kwa taarifa hizo ndizo ambazo zinifanya mimi kufika tamati ya kapu la habari katika siku hii ya leo. Lakini kabla ya kuhitimisha, ni ukumbushe muktasari ya miongoni mwa machache katika mengi ambayo tulikuwa nayo katika siku hii ya leo. Mkuu wa wilaya Tanganyika ataka kasi iongezwe ujenzi wa zahanati ya Infinsi kata ya Tongwe. Polisi wana maji kuendeleza utoaji elimu kudhibiti ajali za majini. Na katika habari za kimataifa, Kenya na Uingereza kuanza tena mafunzo ya pamoja ya kijeshi. Naam, mpaka kufikia hapo mtazamaji wa Mahasin TV, mimi sina la ziada hapa katika kapu la habari, ambapo muda wote ulikuwa nami Zuberi Mgaya nilikupitisha kwa upande wa habari za kitaifa, na katika upande wa habari za kimataifa nilimwalika hapa Hilal Sefuriami ambaye amekupitisha katika yote na yote yaliyojiri nje ya mipaka ya Tanzania. Mtazamaji, kabla nikuage nikukumbushe tu kuwa usitumie muda mwingi kuhesabu makosa ya wengine. Inawezekana pia hata maisha yako pia yanahitaji marekebisho mengi. Nikutakie tu wakati mwema na utazamaji mwema pia wa vipindi mbalimbali kupitia channel nambari 455 katika kisimbuzi cha Azam TV, na nikuache na utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya utabiri wa hali ya hewa nchini kwa saa 24 zijazo. Uhali gani mpenzi mtazamaji, na karibu katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Tafadhali ungana nami Ramadhani Omari kutoka mamlaka ya hewa Tanzania. Na kwa kwanza tuangalie hali ya hewa kwa usiku wa leo, ambapo tunatarajia maeneo mengi ya nchi kuendelea kuwa na hali ya ukavu pamoja na hali ya baridi. Na viwango vya chini vya joto ni kama vinavyoonekana katika ramani yetu. Kwa maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi, viwango vya chini vya joto vinatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto 19 hadi 22. Na maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, viwango vya chini vya joto vinatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto 18 hadi 20. Na maeneo ya nyanda juu kusini magharibi yanatarajiwa kuwa na hali ya baridi zaidi ukilinganisha na maeneo mengine ya nchi. Na kiwango cha chini kabisa cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 7 katika maeneo ya mkoa wa Njombe, ikifuatiwa na nyuzi joto 8 katika maeneo ya mkoa wa Mbeya. Na mifumo pepo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi, ziwa Victoria pamoja na ziwa Tanganyika. Kwa maeneo ya ziwa Rukwa pamoja na ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya bahari pamoja na ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Na kwa siku ya kesho, maeneo machache ya mkoa wa Kagera, Geita, Mwanza pamoja na Mara yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi pamoja na vipindi vya jua. Kwa maeneo ya mkoa wa Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine ya Chorosaria yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na sasa tupate utabiri wa siku zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mkoa wa Dodoma tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Mwanza tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mkoa wa Mbeya kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 8 hadi 9. Na mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua.
Na mkoa wa Morogoro tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mkoa wa Arusha tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mpaka kufikia hapo kutoka mamlaka ya hewa hatuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.